asante kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetusaidia Mungu, umetupa kibali cha kuweza kuwepo hemani. Tunaliinua na kulimidi jina lako katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi, na tunakualika ukapate kutawala mahali hapa, ukatufundishe kusudi lako, ukatufundishe kile ambacho umekikusudia siku ya leo kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Asante kwa mkono wako wenye nguvu na ukuu wa kipekee. Fungua masikio yetu ya rohoni, tufungue Bwana, tupate kuelewa na maandiko na tukapate kuelewa kile unachoenda kusema kwa ajili ya maisha yetu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, maana unazistahili. Katika jina lipitalo majina yote, Baba, tukiomba na kushukuru. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Basi Mungu ametupa neema kupitia kuhani wa madhabahu kupata nafasi hii ya kuweza kuzungumza neno la Mungu. Basi ninamshukuru Mungu kwa kibali hicho, na tutajifunza kadri Roho Mtakatifu atakavyo tuelekeza na kutufikisha. Amen. Basi twende pamoja nami katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 32 na ule mstari wa 10 mpaka wa 13. Alimkuta katika nchi ya ukame. Alimkuta katika nchi ya ukame, na katika jangwa tupu litishalo. Na katika jangwa tupu litishalo. Alizunguka akamtunza. Akamzunguka akamtunza. Akamhifadhi kama mboni ya jicho. Akamhifadhi kama mboni ya jicho. Mfano wa tai atayarishaye kiota chake, na kupapatika juu ya makinda yake. Alikunjua mbawa zake, ndio akawatoa, akawachukua juu mbawa zake, juu ya mbawa zake. Ndio Bwana peke yake alimongoza, wala hapakuwa na Mungu mgeni pamoja naye. Alimpandisha mahali pa nchi palipoinuka, naye akala mazao ya mashambani. Akamnyonyesha asali iliyotoka jabalini, na mafuta yaliyotoka katika mwamba wa gumegume. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mgeukie jirani yako, kama huna jirani yako jisemeshe mwenyewe, mwambie anakutunza au anakuangalia kama mboni ya jicho lake. Jisemeshe mpaka umejisikia. Jisemeshe mpaka umejisikia. Mungu akusikie, shetani akusikie, na wewe mwenyewe ujisikie. Haleluya. Mwambie tena jirani yako, nafsi yako isiiname. Unatunzwa kama mboni ya jicho la Mungu. Unatunzwa. Haleluya. Unatunzwa na Mungu. Kwa hiyo chochote kinachotokea, chochote kinachofanyika, chochote kinachokukabili kisikutishe. Amen. Haleluya. Amen. Chochote kinachotokea, chochote kinachokukabili kisikutishe, kisikutikise. Amen. Simama imara katika jina la Yesu. Amen. Sasa katika neno hili tutajifunza kwa habari ya ukame. Tutajifunza kwa habari ya ukame. Ukame wa kiroho. Ukame wa kiroho. Neno kuu tunalosimama nalo kwa habari ya ukame wa kiroho
ni Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 10 mpaka ule wa 13. Lakini kuna kusudi la somo hili. Kuna kusudi la somo hili ambalo Mungu anakuwa amelikusudia. Na nataka nikwambie, na hata utamwambia jirani yako, na kama huna jirani bado utajisemesha, ya kwamba haya ni majibu ya maswali uliokuwa ukimuuliza Mungu. Kwa nini nakutana na hiki? Kwa nini kuna hiki? Kwa nini hivi? Kwa hiyo katika kujiuliza, katika kutafakari, katika kuhitaji msaada wa Mungu, Mungu hutuletea majibu kupitia watumishi wake wanapozungumza na maisha yetu. Neno la Mungu linapokuja kwetu linakuwa majibu ya yale maswali tuliyokuwa nayo. Haleluya. Kwa hiyo ninataka nikusii kuwa makini. Makinika kabisa ya kwamba hutaliacha neno hata moja lidondoke, likupite. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atusaidie, atuwezeshe kila alichotuletea tukakipokee, ili ya kwamba kikatuzalie matunda, tukaendelee kuona ustawi, tukaone upenyo, na tukaone mkono wa Mungu ukisimama kwa ajili ya maisha yetu. Haleluya. Kwenye Biblia tunaona kuna wakati ilitokea kwa mfalme mmoja, kulitokea njaa mpaka watu waliuziwa mavi ya njiwa. Sasa hebu fanya kutafakari, mavi ya njiwa yanaweza kuwatosha kweli? Wakayanunua mavi ya njiwa. Njiwa wanakunya mavi kiasi gani? Bora tu angesema kuku, lakini njiwa. Jinsi unavyomwona yule ndege, yale mavi waliuziwa na wakala. Nini? Kwa sababu ya ukame ambao uliweza kutokea, njaa kali ilikuja. Lakini Mungu aliwatolea msaada kupitia wakoma. Hali ikarejea tena, na kwa sababu ya vita ndio ilipelekea hizo hatua kuweza kuwepo. Haleluya. Sasa tutazame kwa habari ya somo letu. Tukumbuke ya kwamba tumesema somo letu au neno letu kuu tunalosimama nalo ni Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 10 mpaka wa 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 10 mpaka wa 13. Alimkuta katika jangwa, alimkuta katika nchi kame. Na kuna Biblia nyingine ukisoma anasema aliwakuta. Haleluya, aliwakuta. Kwa hiyo hapo sio mtu mmoja, anazungumza kwa habari ya taifa la Israeli. Aliwakuta. Sasa basi tutazame katika nchi kame, kwamba alimkuta au aliwakuta katika nchi kame. Nchi kame ni nini katika ulimwengu wa roho? Tutaijuaje au nitajuaje kwamba niko katika nchi kame? Nitajuaje? Ukame wa kiroho au kukaa katika nchi kame kiroho ni kuwa na hali ya kukosa bubujiko moyoni. Na hili bubujiko ni bubujiko la nguvu za Mungu. Hili bubujiko ni bubujiko la nguvu za Mungu.
kupungukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbuka anazungumza katika Matendo ya Mitume, anasema mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anasema tutapokea nguvu akisha tujilia juu yetu Roho Mtakatifu. Anasema watapokea nguvu akisha wajilia. Karibu soma hilo andiko. Amen. Tutasoma Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza na ule mstari wa 8. Karibu. Anasema, lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu. Subiri. Maana ikakwambia lakini. Ina maana ni kama kuna kitu ambacho hao watu walikuwa hawaelewi. Kwa inategemea ni ya namna gani iliyokuja. Kwa hiyo mtumishi Oscar alikuwa anaendelea kufundisha kwa habari ya lango. Ni lango pia la ndoto linalopitishwa vitu. Na kwenye hili lango vitu vingi vimepitishwa na vimeharibu maisha ya watoto wa Mungu. Kwa sababu ya ukawaida. Haleluya. Hebu tuangalie mfano. Hatuwezi kung'ang'ana tu Roho Mtakatifu huko mimi siendi nataka kuja huko. Baki mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo lazima kama watoto wa Mungu tutambue, tuyaondoe mazoea kwenye utoaji wa sadaka. Mazoea yaondolewe kabisa. Tujikite kumaanisha kila ninachokifanya mbele za Mungu nifanye kwa kukimaanisha kabisa. Tuko duniani kwa sababu ya kusudi la Mungu. Tumewekwa na Mungu. Tumtafute Mungu aliyetuweka. Yeye ndiye amebeba kusudi letu. Hello. Muulize jirani yako, kitu gani cha Mungu sasa hivi upende kufanya? Kitu gani cha Mungu upende kufanya? Ukishaona unalazimishwa au unajilazimisha, shtuka. Mwambie jirani, ukishaona unalazimishwa au unajilazimisha kufanya kitu cha Mungu, shtuka. Mbona muongee? Aya, namna ya kuondokana na ukame. Soma bado lipo tu. Naona kama aliishi leo wala baadaye. Kwa tutaweka tu hatua fulani, tutaweka ukomo. Lakini namna ya kuondokana na ukame wa kiroho. Namna ya kuondokana na ukame wa kiroho. Kurudi mbele za Mungu kwa toba. Ni kurudi mbele za Mungu kwa toba na rehema. Ni kurudi mbele za Mungu kwa toba na rehema. Na kuomba msaada wa Roho Mtakatifu uachiliwe. Na kuomba msaada wa Roho Mtakatifu uachiliwe. Ili ujazwe nguvu za Mungu tena na tena. Ili ujazwe nguvu za Mungu tena na tena. Yeremia, nafasi yako. Ili ujazwe nguvu za Mungu tena na tena. Ili ujazwe nguvu za Mungu tena na tena. Kumpa nafasi Roho Mtakatifu akuongoze. Kumpa nafasi Roho Mtakatifu akuongoze. Tunaposema kumpa nafasi Roho Mtakatifu akuongoze, inakaaje au inakuaje? Mtu ana sasa, naongozwaje na Roho Mtakatifu? Nafanya nini mpaka nione naongozwa na Roho Mtakatifu? Mruhusu Roho Mtakatifu atangulie mbele. Mruhusu Roho Mtakatifu atangulie mbele. Atangulie mbele yako.
halafu na wewe umfuate nyuma. Halafu na wewe umfuate nyuma. Anapokanyaga unatakiwa kukanyaga. Akisimama unatakiwa kusimama. Akikaa unatakiwa ukae. Haleluya. Mruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, atangulie mbele na wewe umfuate nyuma. Atangulie mbele na wewe umfuate nyuma. Sio mara umeshamovertake huko mbele yake. Yeye anaanza kushangaa, anaenda wapi sasa? Anakwenda ni wapi? Anabaki tu anashangaa, umemwacha tu hapa amesimama, umemwacha pale aliposimama. Unaenda kule mbele, unaenda huoni tena njia, huenewi unaenda wapi? Kuna mahali umemwacha. Kuna mahali umemwacha. Haleluya. Kuna mahali. Akikanyaga, anataka akiinua unyayo na wewe ukanyage pale penye usalama. Wewe ukisema mimi natangulia huku, mara umekutana na janga. Mara tena umemwovertake upande wa pili, umekutana na jambo ambalo sio sawa. Anakuambia nipe nafasi. Nipe nafasi nitangulie mbele, ufuate kwangu. Unafikiri ni kwa nini watu wako ofisini wana mahirizi? Wametanguliwa. Na wanatii yale maelekezo. Ukifika fanya hivi, fanya hivi, fanya hiki, fanya hiki. Unashangaa mtu haondolewi kwenye ile nafasi. Lakini mwana wa Mungu siku 2-3 tu hapa amekaa mahali nini, baadaye vinaibuka vitu tayari huyu anatolewa kwenye ile nafasi. Kwa nini anatolewa? Hamsikii Roho Mtakatifu. Ruhusu Roho Mtakatifu atangulie mbele na wewe umfuate nyuma. Ndio maana ya kuongozwa. Kuongozwa sio kujiongoza. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Tusome hiyo Zaburi 32 na ule mstari wa 8. Yesu naweza. Amina. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Amen. Kwa hiyo anasema kuna kufundishwa hapa. Kama Roho Mtakatifu anasema nitakufundisha, kubali kujifunza. Kubali basi kujifunza. Yaani lazima nikubali kujifunza kama amesema nitakufundisha. Maana yake uwe tayari kujifunza. Kuwa tayari. Roho Mtakatifu anaweza kusema kwamba ninakufundisha, unasema sawa Mungu nifundishe, lakini hauna utayari wa kujifunza. Lakini namwambia Mungu nifundishe, nishauri, nionyeshe njia nitakayoiendea. Alafu huna muda wa kujifunza. Hauko tayari kujifunza. Muulize rafiki yako, umewahi kwenda shule bila kitu chochote mkononi? Pale shuleni watasema huyu ni mwanafunzi, ni mtalii. Lakini namwambia Mungu nifundishe.
nionyeshe njia nitakayoiendea. Lazima nilipe gharama ya kukaa chini kujifunza ya kwamba kweli huku nilikoingia kuna vitu sivijuagi. Kama nimeenda kujifunza nikawe mwalimu wa kuwafundisha wale watoto ambao yani hata ukifundisha unasikia mpaka kichwa kinauma, lazima upewe elimu. Utawahendo vipi? Hivi unaweza ukampeleka mwalimu anayefundisha darasa la pili au la kwanza akafundisha form 1? Neema yake iko hapa ambapo hawa hawajui chochote. Ndio atakoma nao we. Hebu mpeleke mwalimu ambaye anafundisha form 1 kwenye darasa la kwanza. Anakaa? Hawezi kukaa. Anaona tu kelele, vipi? Wananikera tu hawa. Hana hiyo neema. Hana hiyo neema. Kwa hiyo kama Mungu amesema nitakufundisha, lazima niwe na mahali ninapojifunza na kuandika. Otherwise nimeenda mahali pale mimi kama mgeni ndio namtaka Yesu nifunzwe, lakini kama nimeokoka ninamjua Yesu, ninampenda Yesu, bado ninahitaji kukua kila siku. Kila siku nahitaji neno la Mungu. Kila siku nahitaji kujifunza. Haleluya. Na yahitaji maarifa ya neno la Mungu yaendelee kuingia ndani yangu. Kwa hiyo maana yake uwe tayari kujifunza. Na yoyote anayejifunza utayaona matokeo yake katika matendo. Mabadiliko ya maisha yake yatakuonyesha ya kwamba huyu mtu ni mwanafunzi mzuri. Kama hakuna badiliko toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6 tayari bado mpaka mwezi wa 5 nianze kutathmini, hivi nimeongezeka wapi na wapi? Kitu gani kimeongezeka cha kiroho? Nimejua nini ambacho nilikuwa sikijui? Nikifanana vile vile nijitathmini tena, nijitafakari tena, alafu niombe msaada wa Mungu, nitoke kwenye roho ya mazoea. Mungu anakuletea majibu mazuri, usimshazoea. Asa mwanangu, subiri kidogo, usitoke, subiri kidogo kama dakika 10 hivi, nataka tuzungumze. Mimi Mungu nimechelewa hapa, nita magari, nitachelewa, nitaanza kugombania magari huko na kwenda. Kwa tutakutana baadaye. Hakuna asiyesikia sauti ya Mungu. Dhamiri iliyo ndani yangu, ndani yako ni sauti ya Mungu. Hata kwa mtu asiyemjua Mungu, ile sauti wewe inaongea, unatakiwa kuokoka. Unatakiwa kuokoka. Anakuja kanisani anasema namtaka Yesu, na hukuenda kumshuhudia. Ni Mungu mwenyewe anazungumza na yule mtu ndani ya moyo. Ni nini? Kwa sababu huyu mtu ni mali ya Mungu. Mungu ana uwezo na huyu mtu. Kwa anakuambia, mwanangu usitoke sasa hivi. Yaani mimi nilikuwa nataka kutoka saa 2 au saa 1, anakuambia hivi, subiri hivi, nenda kama kwenye saa 3 au saa ngapi. Unajua nikichelewa kule kuna kuaga hiki, kuna kwa hiki. Hasa Mungu alishatangulia mbele, alishaona kule kuna hatari gani. Ashaona kule watakubambikizia kesi ambayo sio. Ashaona wewe ukifika utaambia, bwana kuna hiki na hiki kimetokea na wewe ndio tumekukuta. Kwa wewe ndio umehusika. Kwa hiyo wakati unasemeshwa, Mungu anakuambia subiri kidogo kwenye uwepo wake, usemezane na yeye. Unasema Mungu, muda. Kwanza ndani foleni. Muda, kwa hiyo mimi nataka kwenda. Umeshamovertake Roho Mtakatifu, umeshaenda mbele. Mbinguni tu wanafanya he. Unajua ni ushangao. Hawana namna ya kukuzuia tena. Unaenda unakutana na bonge la fataki. Unaenda unaibiwa hela. Nimeibiwaje? Na hela niliweka vizuri, mimi nimeibiwaje? Umeibiwaje? Kuna watu walikuwa wanaiba kichawi. Uliambiwa subiri hapa kwa sababu
Kwenye Ufunuo, kwenye maombi ambayo tulikuwa tunaomba wiki hii, anasema kwa sababu nazo nguvu kidogo, lakini haujaliacha neno langu. Kwa hiyo nguvu kidogo imeruhusu adui kupiga mahali. Kama ile nguvu kidogo imeruhusu adui kupiga mahali, unaambiwa subiri kwanza. Hamna. Na kuna vita zingine unaingia wewe wakati umeambia subiri, kwa jina la Yesu napangua, napiga. Amekwambia piga? Ameshasema sasa hivi hapa ni pa kupiga? Maelekezo. Mazoea yanafanya hivi. Kila siku nikipika ubwabwa naweka kikombe cha lita 1.5, kilo 1 nimeshapika. Sasa unaangukia mchele mpya, unaweka maji ya vile vile. Toa bonge la boko. Mazoea. Kwa hiyo sitaki kwenda kimazoea. Kama Mungu akinisemesha nikiomba asubuhi, nimeweka akiba yangu ya mchana natakiwa niombe tena kwa akiba ya jioni. Jioni tena niombe kwa akiba ya usiku wa manane. Mungu aliwaambia wana wa Israeli watoe sadaka jioni. Walimchinja mwana kondoo jioni, wakapaka ile damu kwenye ile miimo. Kwa nini jioni wafanye? Ili Mungu usiku wa manane apige adui. Sasa wewe adui zako wanapigwa na nani? Unapiga wenyewe. Kwa jina la Yesu ninabomoa, ninapasua, ninawakanyaga. Ukigeuka tu kilaza ubavu unaanza kukanyagwa wewe. Ukiamka asubuhi network imekata. Wamekanyaga mpaka wamekanyagia. Hivi unajua kukanyaga mpaka kukanyagia? Mgeukie jirani yako. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mwambie kubali tena kuongozwa na Roho Mtakatifu. Namba 2, kuonyeshwa njia ya kuiendea. Namba 2, kuonyeshwa njia ya kuiendea. Sasa anaposema kuionyesha njia ya kuiendea, naweza nikazungumza hivi, maana yake uwe tayari kupokea maelekezo. Niwe tayari kupokea maelekezo. Maana yake uwe tayari kupokea maelekezo. Niwe tayari kupokea maelekezo. Nini ufanye na nini usifanye? Wapi uende na wapi usiende? Nini utoe na nini usitoe? Haleluya. Nini ufanye na nini usifanye? Wapi uende na wapi usiende? Nini utoe na nini usitoe? Hebu tumalizie kwenye hiyo Lawi. Mwisho sasa tumalizie. Roho Mtakatifu tunaomba tumalizie hapa kufuatana na muda. Mimi nilikuwa tunaanza kutafakari. Hivi Mungu, sadaka zangu zinatambuliwa? Mimi nilianza kujiuliza, sijui wewe. Hivi zinatambuliwa au hazitambuliwi? Soma Matendo ya Mitume 14. Matendo ya Mitume 14. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Zimefanyaje? Zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Muulize jirani, sadaka zako zimefika? Ngeukie jirani muulize, hata hamna kumwonea mtu aibu. Muulize tu kwa kumkodolea macho, muulize sadaka zako zimefika na kuwa ukumbusho? Kornelio zilipofika
Malaika alikuja akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefanyaje? Kwa hiyo naweza nikasema hivi ukiwa na chupa, ukikosa mfuniko, yale maji yanafanyaje? Kwa hiyo sala zinaenda na nini? Na maji. Sala na sadaka ni mapacha, hawajawahi kutengana. Kwa hiyo wewe kazana na sala, acha sadaka, ufiki mbali. Ngeuke jirani yako, usimwangalie kwa macho ya huruma. Usiniangalie mwana wa Mungu kwa macho ya huruma. Yaani tu ndio tumesema Mungu anatupa majibu ya yale tunayojiuliza. Sala na sadaka ni mapacha, hawajawahi kutengana na hawatakuja kutengana. Mimi tu nikitenganisha nikafanya hivi, naenda na sala alafu sadaka za kwangu, nitabaki tu na sala. Mwaka wa kwanza niko na sala tu, nitabaki na sala zangu tu, zipo tu hivi, hazikumbukwi. Kornelio anaambiwa sala zako na sadaka zako zimefika juu. Zimefika wapi? Juu. Kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa zimefika, zimekuwa ukumbusho. Vimekuwa ukumbusho. Nakumbuka nimekuambia sadaka ni moyo. Ukishika 1,000 Mungu anaangalia kwenye ule moyo. Ukishika 2,000 Mungu anauangalia moyo. Bado ukishika 10,000 Mungu atauangalia ule moyo ambao umeitoa ile sadaka. Unajinungunisha, unajisemesha, unafanya nini unapotoa? Au umetoa umerudi unasema ningejua ile nisingeitoa ningefanyia hivi. Umefeli sana. Umefeli sana. Unasema hivi, kwa nini niliamua kutoa sadaka ile? Ile sadaka sasa hivi ningetatua tatizo hili. Mbingu inakuangalia inasema, kwa hiyo kumbe cha thamani kwako wewe ni pesa. Sio mimi ndio wa thamani kwako. Yesu anaitwa sadaka. Yesu ni nani? Mungu alitangulia kutoa sadaka. Yesu uliyempokea yuko ndani ya moyo wako, yeye ni sadaka. Anataka sadaka na wewe utoe. Usijibane, yeye amejitoa kwa ajili yetu toka mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi hujalazwa ili uwatolee sadaka kule. Hata Mungu ushindwe kumtolea. Hata Mungu uanze kubageni naye. Mungu nataka nikutolee hii, nataka nifanye hivi. Usifanye vitu vya kujitengenezea. Mwambie Mungu nataka nijitengeneze kwako. Umekosa sadaka, beba hata unga robo ulio nao, Mungu ataangalia sadaka. Hata kuna mali amesema usije nyumbani mwangu mikono mitupu. Sio kwamba hajakubariki. Na kitunguu kimoja, Mungu mimi ndio hiki. Shida mtu anataka toe sadaka, mwingine amwangalie. Au mwingine sasa ameshika nini, anapeleka nini huyu naye? Chukua tu hiyo bahasha, weka kitunguu. Umemwambia Mungu hiki ndio ninacho. Una kirobo cha sukari, Mungu hii ndio ninayo, ndio sadaka. Mungu anaangalia moyo. Anautaka moyo uliojinyenyekeza kwake. Yesu ni sadaka. Jina lake Yesu ni sadaka. Mungu alimtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Amefanyika sadaka, amelipa kila kitu. Amekaa ndani yetu, ni sadaka. Mtu anaweza kukupa shilingi 10,000, unakula yote. Kuna hela ya Mungu pale ambayo ni sadaka. Anakupa, anataka na wewe utoe sadaka kwa mwingine. Huyu mwingine alikuwa anamwomba Yesu ambaye yuko ndani ya moyo wako. Anamwambia Yesu, naomba. Yesu, sina sukari. Yesu, sina chumvi.
Wewe Mungu amekufanikisha, umepata kiwango fulani, unakula mwenyewe, unashindwa kujua umekuja kujibu maswali ya wengine. Na Mungu anataka ajitukuze ya kwamba nimemsemesha huyu mwanangu, amenisikia, amenitii ninapomuongoza, ametoa hata kama ni kiwango nilichompa ni kidogo. Hakuna sadaka ya kuinuka, hakuna funguo ya kuinuka. Funguo ya kuinuka ni sadaka. Hata nikikukandamiza na maombi ya kufunga, yani nifunge mimi na kuomba, nianze kuomba Mungu akuinue, akutukuze, afanye nini, hamna kitu kinafanyika. Kanuni. Ni kanuni. Kwa hiyo Mungu alimtoa Yesu kama sadaka. Kwa kama yuko ndani yetu, anadai sadaka. Maisha yetu tuyatoe kama sadaka. Mwingine anapokuja kuomba hapa, ametoa maisha yake kama sadaka. Mungu, sina kitu cha kukupa, natoa mwili wangu kama sadaka. Wewe ona tu kama amechanganyikiwa au kama hana kazi za kufanya. Utashangaa naongezewa siku kila itwapo leo. Weza kwako zinapungua. Mbingu itaangalia, ikikaa kwenye kikao, kati ya watu tumeweka duniani, wangapi wanatuletea faida? Kwenye kampuni zenu hamfanyaje hivyo? Mnakaa mnaanza kutathmini katika wafanyakazi hawa tulionao, ni nani anaifanya kazi vizuri, ni nani ni mfanyakazi bora, ni nani ni mzembe, tumpunguze. Mtumikie Mungu, sipunguzwe kabla ya wakati. Shanta. Usipunguzwe. My God. Hivi ukilimbikiza alafu kapunguzwa, nani anatumia? Na unaenda mbinguni, nyumba yako inazegazega, haijakaa imara. Jesus. Mungu akikusemesha sina. Mungu anasema mbona nimekupa 10,000? Mpe na huyu 2,000. Mbona nimekupa 5,000? Mpe na huyu 1,000, atanunua hata robo ya sukari, atakunywa, atakuja kumshukuru Mungu. Akija kumshukuru Mungu, Mungu anakutazama wewe uliyefanya. Yesu anarudi. Sitaacha kusimama kila ni Mungu akinipa neema ya kusimama, nitakwambia Yesu anarudi. Tena anarudi upesi. Fanya kile alichokuagiza kukifanya kwa uaminifu. Fika mahali sema, hiki kitu ninachokifanya kinatosha, sitanunua tena kitu fulani. Lakini Mungu, unataka nifanye nini na hiki ulichonipa? Sijaendelea mbele, ameendelea kuzungumza mengi. Atakushauri, utakapomuuliza atakuelekeza kitu cha kufanya. Umekubali atangulie mbele. Yesu naweza. Muda sio rafiki. Tumepewa nyakati, zitumie vizuri nyakati zako. Tuhitaji Mungu atupe rehema, atuondolee mazoea ya kumzoea. Kwa wa kawaida, siku au dakika chache tu uwe umelala, alafu Mungu akuonyeshe mbinguni namna ambavyo amekuweka uwe duniani. Utashangaa hata robo ya kazi aliyokuagiza kufanya hujafanya. Watu walioweka nyuma yako wanalia, wewe unacheka. Watu ambao Mungu amesema wewe ni majibu juu ya maisha yao, wewe unacheka wakati unalia. Wewe unafurahi wakati wao wanalia.
tusaidie. Kwa nini Mungu asikuondoe wakati anaona unaweka foleni, amweke mwingine ambaye atasimama nafasi hiyo? Mwambie Mungu ni rehemu. Tambua nafasi yako. Fanya kwa uaminifu mahali amekuweka. Kama Yesu alitolewa kama sadaka, angefanya uzembe, asingeingia gharama, leo hii tusingekuwa na wokovu, tusingejua habari ya neema. Acha kuogopa wanadamu, muogope Mungu aliyekuumba. Karibu na wewe Mungu wangu. Yes. Karibu zaidi Baba yangu, karibu na wewe Mungu wangu, karibu zaidi Bwana wangu. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu kabisa Mungu wangu. Kama unasikia ndani ya moyo ya kwamba Mungu alikuwa anazungumza na wewe, unaweza kuja madhabahuni. Kama unajua kabisa Mungu alikuwa anazungumza na wewe, una nafasi ya kuja madhabahuni. Hata kama ni waimbaji, tutaimba kwanza. Mwambie Mungu nimekuja. Mwambie Mungu nimetambua nafasi ambayo sikuifanya kama ulivyotaka nifanye, lakini umenisemesha. Mwambie Mungu niko tayari. Mwambie Mungu niko tayari. Mwambie Mungu. Hii ni kitu ya wewe na Mungu ndani ya moyo. Inawezekana vita za miungu zimepambana ili usivuke, usisimame kwenye ile nafasi ambayo Mungu ametaka. Lakini mwambie Mungu, bila msaada wako sitaweza. Mwambie Mungu, nahitaji msaada wako, unitoe hapa nilipo tena. Msemeshe Mungu. Msemeshe Mungu toka ndani ya moyo. Anakusikia. Anakusikia. Anasikia. Anakusikia. Anakusikia. Na ndio maana amesema na mimi. Na ndio maana amesema na wewe. Anatamani kukuona uko kwenye viwango alivyokupangia, lakini anaona uvuki. Anaona umezuiliwa. Na ndio maana anazungumza ili ya kwamba uvuke tena. Anataka upenye tena. Yesu sio wa kawaida ndani ya mioyo yetu. Lazima na sisi tusio wa kawaida. Lazima tuwe ni kitu kingine. Yesu tumekuja. Baba tumekuja, umesema nasi. Tumeona mapungufu yetu mengi. Tunashindwa tuseme nini, tuanzie wapi, tuishie wapi. Lakini tunachoomba ni rehema zako. Uturehemu tena. Uturehemu tena Bwana. Uturehemu tena Bwana. Uturehemu tena Bwana. Mwambie tu Mungu, naomba rehema zako. Ni mengi, lakini mwambie tu Mungu, naomba rehema zako. Nimepuuzia sauti yako wakati unasema na mimi. Mwambie Mungu, naomba rehema zako. Sijatii sauti yako wala maelekezo yako. Nilikuwa naona ni vitu vya kawaida tu. Naona ni akili yangu tu. Naona ni mawazo yangu tu. Nimefungiwa pale pale, sitoki. Nasema kwa nini sitoki?
una delay. Rama shanda rabosi alamanda radeba selenda rabando kosia palalanderi abanda ikere bendoria patele shila mayande katablodo silandala bota ideria batenderia tena mashondoro potolo manderia telasia ye kabalanselende rabakonto roposoto. Mungu liagiza wana wa Israeli watoe sadaka, walichinja yule kondoo Bwana jioni. Walipotoa sadaka ya jioni, walikuruhusu kupigana vita yao usiku wa manane, usiku ambao wanapanga kuharibu maisha ya watu, usiku ambao wanampangia mtu ajali imkute siku gani na wakati gani, siku ambayo wanapanga matatizo na majanga, siku ambayo wanapanga ndoa yake ivunjike, siku ambayo wanapanga mtoto wake aondolewe duniani. Yesu tuelekeze, Yesu tufundishe. Aria basenderianda arimate palandeli kayamando. Ulimwambia Elia atoe zabihu, alitoa jioni, alitoa wakati wa jioni, kwenye lango la jioni. Alikuruhusu lango la usiku, wakati wa kiwanda kinachozalisha mabaya. Alipita Bwana, alipiga adui Bwana. Rikabashela tela balandose la 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 boka yanda ideri bashende rebekanta. Wakati wa mapambazuko wewe Bwana ulisimama. Maneno yaliyokuwa yanazungumzwa na watesi na wachawi na waganga hayakuzalisha matokeo yoyote. Yamkini watoto wako Bwana hawakutoa dhabihu wakati wa jioni. Adui walisimama wakati wa usiku, wakapanda mapando ya kipepo, wakapanda mapando ya kichawi, wakapanda mapando ya mauti. Kila wanachofanya kinakufa. Yesu tunakuita, Yesu tunaomba rehema. Rababandori selelalanda bala shele dele manda rabosata. Jifunue Yesu kwenye maisha yao. Jifunue Bwana wanapokutii. Jifunue Bwana wanapopokea maelekezo yako. Bwana jifunue, jidhihirishe wewe. Onekana wewe Bwana, wala si mimi. Nipungue mbele zako uongezeke. Jifunue sana Bwana kwenye maisha yao. Aria mandori andesila balamanda. Yesu, Yesu, ninatangaza katika jina la Yesu juu ya maisha yao maneno yaliyozungumzwa alfajiri. Bwana, maneno hayo yaliyozungumzwa kwa ajili ya maisha yao yakawe tasa, yakawe tasa. Maneno ya kichawi kwenye maisha yao yasizalishe chochote, yasizalishe mauti Bwana, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ya kunyunyiza, na iachilia damu ya Yesu ipite kwenye hayo maneno yaliyozungumzwa, lango la asubuhi lililodhibiti hatua zao na maisha yao. Yesu, kwa damu yako Yesu. Baba, jitukuze juu ya watoto wako. Onekana Mungu mkuu. Umesema neno hili halitakuwa wala halitafanyika, lililozungumzwa kwenye maisha yao asubuhi, ili mchana wapite kwenye hayo majanga, ili jioni tena Bwana iwe ni kitu endelevu kinachofunga maisha yao. Iwe ni ndoa Bwana imefungiwa hapo kwenye sadaka ya jioni, iwe ni uzao umefungiwa kwenye sadaka ya jioni. Kila ikifika usiku wa manane wanakutana, wanaongea tena na tena tena na tena. Rehema zako tu tunazihitaji Mungu. Tusaidie kukutii na kukusikiliza katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa umeinua mikono yako mbele za Bwana, sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu.
Sema mpaka ujisikie, sema mpaka mbingu isikie, sema mpaka shetani asikie. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako, nimesogea kwako, nimesikia sauti yako uliyozungumza nami asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba rehema, naomba rehema zako katika maisha yangu, zikasimame tena. Simama tena Bwana, nirehemu tena, nirehemu tena. Hata katikati ya changamoto, nimetazama changamoto zangu nikasahau kusimama na wewe unayeweza kunivusha kwenye hizo changamoto. Nirehemu Yesu, nirehemu Baba, nirehemu Roho Mtakatifu, kwa kutosikiliza sauti yako, kwa kutofuata maelekezo yako. Niko tayari, rehema zako zisimame nami katika jina la Yesu. Kila maneno yaliyozungumzwa kwenye maisha yangu toka nimezaliwa, maneno hayo yakawe tasa, yakawe tasa, yasizalisha chochote, yasilete madhara kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, Yesu, umefanyika sadaka kwa ajili yangu. Yale mambo ambayo yalikuwa yanipata mimi, uliyachukua wewe kama sadaka ndani yangu. Nisaidie kukutii unaponisemesha. Nitoe chochote, nitoe mwili wangu kuwa sadaka, nijitoe katika kusoma neno, nijitoe katika kujenga hema, katika jina la Yesu. Nitakutii Bwana, nisaidie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Madhabahu na viti vya enzi vya miungu na vinyamazisha kimya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nipe neema, niwezeshe, nisaidie katika jina la Yesu. Asante maana umenisamehe. Mimi ni kiumbe kipya, hakuna tena shida ndani yangu. Mungu, kuanzia sasa nitasimama na wewe, nikuone wewe ukijitukuza. Umesema katika neno lako, usiyakumbuke ya kale, maana yamepita. Tazama, nitafanya neno jipya, nalo litachipuka. Chipuza neno jipya ndani yangu, katika jina la Yesu. Baba, asante. Mshangilie Bwana, mpe utukufu na heshima. Asante Yesu. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akusimamishe imani.